Shalom, shalom, na kusalimu katika jina la Yesu. Hii ni mpango wa Moto TV. Anayesimama mbele yako Prophet John. Kuja mbele zako kupa mwaliko wa siku ya tarehe 23 mwezi wa 11. Tutakuwa na tukio maalum, tukio la kuhitimisha mwisho wa mwaka. Wanasema mwisho wa mwaka. Katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 24 mstari wa 23, Biblia inasema, ikawa mwisho wa mwaka wakakwea juu yake jeshi la Washamu, wakafika Yuda na Yerusalemu, wakawaangamiza wakuu wa watu wote miongoni mwa watu, wakamleta mfalme wa Dameski, wakamletea mfalme wa Dameski nyara zote. Kwa nini ili tukio ilifanyika mwisho wa mwaka? Mwisho wa mwaka kuna nguvu zake na mwanzo wa mwaka kuna nguvu yake. Tunasema, Biblia inazungumza kwamba mwanzo wa mwaka ni mwanzo wa kupanda na mwisho wa mwaka ni mwisho wa kukusanya. Katika mwisho huu wa mwaka tunaoenda kusherehekea au kufanya, tunaamini Mungu anaenda kurejesha vitu ambavyo sisi tulinyang'anywa mwaka ulipoanza au mwaka ulipoingia. Tunasema in the prophetic day, yani ni siku ya kinabii. Katika ulimwengu wa kawaida tunaona kwamba mwisho wa mwaka bado, lakini ulimwengu wa roho tayari mwisho wa mwaka umeshapita, yani watu wameshausherekea na umeshaisha. So sisi kama Upanga wa Moto tunaenda kuwa na siku maalum ya kufunga mwisho wa mwaka, lakini baada ya hapo utakuwa na siku nyingine maalum ya kufungua mwaka. Hivyo nakukaribisha wewe siku ya tarehe 23 mwezi wa 11. Itakuwa ni siku ya Jumapili, ibada itaanza saa 3 kamili asubuhi. Siku ya Jumapili saa 3 kamili asubuhi tutakuwa tunaanza hiyo ibada. Ningeomba ufike pale. Tutakuwa na kasherehe kadogo sana ambako kataweka kumbukumbu katika maisha yako. Naamini siku hiyo itakuwa ni ya baraka zaidi kwako. Itakuwa ni baraka zaidi kwako, itakuwa ni ushindi kwako. Kuna mambo Mungu ataenda kuyafunua. Kuna mambo Mungu ataenda kuyasema na wewe kwenye maisha yako. Ningeomba siku hiyo unaposikia sauti hii, unaposikia tangazo hili, usisite. Tutakuwa online Facebook. Ningeomba na wewe ujiandae, usikie nabii amepewa nini kuzungumza siku hiyo ya mwisho wa mwaka. Kitabu cha Kutoka 23 na 16, Biblia inasema, tena sikukuu ya mavuno hayo, malimbuko ya kazi zako za kupanda mashambani, tena sikukuu ya kukusanya mwisho wa mwaka, hapo utakapokusanya hayo uliyoyatabikia shambani. Ina maana hii ni siku ya kukumbuka yale uliyoyatabikia. Hii ni siku ya kukumbuka yale uliyokuwa unahangaika nayo. Hii ni siku ya kumwambia Mungu, nahitaji nianze upya, nahitaji mambo mapya, nahitaji neema mpya, nahitaji nguvu mpya, kwa sababu utaenda kuleta mahesabu kwenye madhabahu ya Bwana. Unaenda kumwambia Bwana kwamba mwaka huu niliokuwa nimefanya haukuwa ni mwaka wa kawaida. Ulikuwa ni mwaka wa mapito, ulikuwa mwaka wa machungu, ulikuwa mwaka wa huzuni, ulikuwa ni mwaka wa mateso. So siku hiyo ndipo unaenda mbele za Mungu ukiwa na sehemu ndogo ya mavuno yako. Ikiwa utakuwa kwenye kanisa lolote mahali utakapokuwa na nisikia tangazo hili, toa sadaka yako, ipeleke madhabahu na umwambie Mungu jinsi mwaka unapoenda kuhitimika, na mimi nahitaji mambo kadha wa kadha yahitimike, yaishe, yaondoke. Mambo fulani yaondoke kwangu, ikiwa ni huzuni yaondoke kwangu, ikiwa ni mateso yaondoke kwangu, ikiwa ni karaha na masumbuko ya kila namna yapate kuondoka kwangu. Kama walivyosema fanya watu wa Israeli kwamba mwisho wa mwaka walikusanya mavuno yale ambao waliokwisha kuyatabikia mwaka mzima.
ili wapate kumwambia Bwana wanahitaji jambo lingine au nguvu nyingine ya kufanikiwa katika yale waliokuwa wameyafanya mwanzo. Kitabu cha Kutoka 34:22 anasema, nao wataitunza sikukuu ya majuma, nayo ni ya malimbuko ya mavuno ya ngano, na sikukuu ya kukusanya vitu mwisho wa mwaka. Kumbuka, mwisho wa mwaka watu wengi hawauelewi. Wakristo wengi hawauelewi. Wakristo wengi hawajui kwamba kuna kitu au kuna siku inaitwa mwisho wa mwaka. Wengi wanaujua mwanzo wa mwaka na wanausherekea mwanzo wa mwaka, lakini nataka nikwambie, wakuu wa giza wanajua mwisho wa mwaka. Ndiyo maana washerekei tarehe 1 mwezi wa kwanza ambapo mwaka unaanza. Wao wanasherekea kabla hiyo mwezi haujafika, wanaingiza mwaka kabla mwaka hujaingia, wanamaliza mwaka kabla mwaka haujaisha. Sisi tutaenda kuwawahi kwa jina la Yesu. Tunaenda kuingiza mwaka kabla mwaka hujaisha, tunaenda kuanza mwaka kabla mwaka hujaanza, ili tumwambie Mungu mwaka tunaouendea ukawe ni mwaka wa mafanikio. Na ukaribisha siku hiyo, na ukaribisha siku ya Jumapili ya wiki hii ya tarehe 23 Novemba. Tutakuwa na siku iliyo njema. Utafika madhabahuni, tutakuwa na tunda maalum. Tunda hili itakuwa linaashiria mavuno. Tunda hili litakuwa linaashiria mavuno. Nini ulikivuna na nini unaenda kukipanda. Tunasherekea mavuno, alafu tunasherekea mbegu ya kupanda. Hivyo Mungu atatuandalia tunda maalum kwa ajili ya siku hiyo. Ninakukaribisha wewe unayenisikia, ninakukaribisha wewe unayenitazama. Niseme Mungu akubariki na Mungu akuinue zaidi. Shalom. Shalom.